Tanzania itaendelea kuthamini ushirikiano wa kimataifa na kwamba ingependa kuishi na mataifa mengine kwa misingi ya kuheshimiana na kufaana, na kama taifa lazima liheshimiwe kama inavyoheshimu mataifa mengine. Na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote, wabunge na waalikwa, tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyoosha tena mkono wa maridhiano. Kauli hiyo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua bunge la 13 jijini Dodoma Novemba 14 mwaka huu 2025. Tanzania inathamini ushirikiano wa kimataifa na ingependa kuishi na mataifa mengine kwa msingi wa kuheshimiana na kufaana. Serikali ina dhamira ya dhati kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa. Tutajielekeza katika kuongeza marafiki na kupanua fursa za kiuchumi kwa nchi yetu na watu wake. Kama taifa, tunapenda tuheshimiwe kama sisi. Nataka nirudie, kama taifa tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Na katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Ni lazima tuhakikishe tunalinda utu, heshima na uhuru wetu. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa bunge hilo baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, Rais Samia ametoa msamaha kwa baadhi ya vijana waliohusika na matukio ya vurugu na uhalifu baada ya uchaguzi huo. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Hivyo Rais Samia ametoa onyo kwa vijana kuacha kutumika katika kuharibu amani ya nchi. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Hata hivyo, katika kukabiliana na matatizo ya vijana nchini, Rais Samia amesema, mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya rais. Kwa sababu hiyo, Rais Samia amesema serikali inakusudia kufungua fursa ya kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sekta mbalimbali. Tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo.
Kuhusu ujenzi wa miundombinu ya reli nchini, Rais Samia amesema serikali inakusudia kujenga reli ya kisasa kutoka Tanga hadi Musoma ili kufungua fursa za kiuchumi katika maeneo hayo. Tunajipanga pia kujenga reli ya SGR kutoka Tanga hadi Musoma. Tunajenga SGR kutoka Tanga hadi Musoma na kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay. Itakayofika pia kule Mchuchuma na Liganga. Sambamba na ujenzi wa reli mpya, tutasimamia maboresho ya reli zilizopo ikiwemo reli ya Tazara. Tunafurahi kuwa taarifu kuwa hivi karibuni kutafanyika hafla ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa ukarabati wa reli ya Tazara itakayofanyika kule nchini Zambia. Hata hivyo, katika kufungua barabara za mjini na vijijini, Rais Samia ametoa ahadi ya kuongeza bajeti ya ujenzi wa barabara kwa wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA ili kuhakikisha barabara hizo zinapitika mwaka mzima. Mheshimiwa Spika, tutaongeza pia bajeti na uwezo wa TARURA kuboresha barabara za ndani na za vijijini ili kuhakikisha barabara za vijijini ziwe zinapitika mwaka mzima na kwa wakulima wanaweza kufikia masoko kwa urahisi. Kuhusu sekta ya madini, Rais Samia ameliambia bunge kuwa serikali inakusudia kuanzisha mfuko maalum wa kuendeleza sekta hiyo. Vile vile tutaanzisha mfuko wa wakfu wa madini, Minerals Sovereign Wealth Fund, ili fedha zitokanazo na madini zije ziwafae vizazi vijavyo. Tunafanya hivyo tukitambua kuwa madini si mahindi kwamba ukiyavuna utatenga mbegu ili uyaoteshe tena. Tunajua kwamba ukichimba madini yana mwisho wake. Tunaweka fedha hiyo ili vijana wetu, vizazi vyetu vijavyo, watapokuja kukuta mashimo wakute na fedha ya kuendeleza maisha yao. GMTV.